Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu ninaitwa Apostle and Pastor Emmanuel King. Ninamshukuru Mungu kwa neema aliyonipatia kusimama mbele zako na kukaa mbele zako kukuletea ujumbe wa neno la Mungu. Hakika siku ya leo ni siku nzuri ambayo Bwana ameifanya. Ujumbe wa leo ni ujumbe muhimu na ujumbe mzuri sana kwa wale watu ambao wamewekewa vitu na Mungu ndani yao. Sasa ujumbe wa neno la Mungu unasema, kwa nini shetani anawafuata watu wenye vitu? Kwa nini shetani anawafuata watu wenye vitu? Watu wenye vitu ni watu wa namna gani? Tunaposema watu wenye vitu, namba moja, tunatafsiri kwamba watu wenye vitu ni watu waliobeba kusudi la Mungu. Na mtu aliyebeba kusudi la Mungu ni mtu aliyebeba jukumu, kitu ambacho Mungu alimuumbia huyo mtu kuja kukifanya hapa duniani. Yaani kitu cha Mungu ambacho huyo mtu kimemfanya yeye awepo hapa duniani. Kimfano, ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 4, Biblia inasema, neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Yeremia anaambiwa na Mungu, kabla hujatoka katika tumbo la mama yako nilikufahamu, nilikuwa ninakujua. Kabla hujaingia katika tumbo la mama yako nilikuwa nakufahamu, na kabla hujatoka nalikutakasa. Hii kutakasa ni sanctification. Kuwa sanctified maana yake ni kuwekwa wakfu, kutengwa kwa ajili ya kazi, yani kukabidhiwa jukumu fulani. Hiyo ndio tunaita sanctification. Kwa mfano, wachungaji pale wanapokuwa wanasimikwa pale, huwa wanakuwa wanafanywa sanctification, wanakuwa sanctified. Kwa wachungaji wote unaowaona wako sanctified, wamewekwa wakfu kwa ajili ya kazi ya Mungu katika hilo eneo. Lakini pia watu wenye vitu ama watu wenye kitu ni watu waliobeba hatima za watu wengi. Yani ni watu ambao nyuma yao kuna watu wengi. Ni kwa lugha nyingine nyepesi ni wale watu wanaotegemewa, watu walio wenye neema za kiuongozi, yani ambao Mungu amewawekea uongozi ndani yao. Ama hao watu kwa lugha nyingine tunawaita waamuzi, ama tunawaita waokozi, ama tunawaita mashujaa. Sasa anaweza kawa shujaa katika taifa lake, anaweza kawa shujaa katika familia yake, anaweza kawa shujaa katika kanisa, anaweza kawa shujaa eneo lolote ile, shule iwe kwenye eneo lolote ile ambao yeye yuko pale na kuna watu wanamfuata. Yani ni mtu ambaye amebeba hatima za watu wengi. Huyo ndiye tunamuita mtu mwenye kitu. Sasa shetani, huyu mtu mwenye kitu, yeye huwa anapambana naye sana, na hicho ni moja kati ya viapo vya shetani. Yani moja kati ya viapo vikuu vya shetani ni kupambana na kila aliyebeba hatima ya Mungu. Yani shetani anapambana na kila aliyebeba hatima ya Mungu. Shetani, ukisoma kwenye kitabu cha Revelation, Ufunuo sura 12 mstari wa 7, Biblia inasema kulikuwa na vita mbinguni. Kulikuwa na vita mbinguni. Naomba nisome ili nisimiss point yoyote. Sura 12 ya Ufunuo mstari wa 7, Biblia inasema kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule joka mkubwa, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyie ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakiaye mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo Biblia inasema, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkaa humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu, mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Mwenye ghadhabu nyingi. Hii namna ya kuwa na ghadhabu, manake amedhamiria, amekula kiapo kwamba ataangusha yoyote yule. Yani wale watu ambao wamebeba hatima za watu wengi hapa duniani, nao wataangushwa. Yani shetani yupo kwenye mission ama kwenye agenda ya kudondosha watu kama vile ambavyo yeye aliangushwa. Kwa shetani naye anataka ashuke na watu wengi kuzimu. Anadili na watu wakubwa, yani watu wakuu ndio anadili nao. Kwa sababu shetani anajua kabisa akiwadondosha watu wakuu, amefanikiwa kudondosha wote walio chini ya watu wakuu. Amefanikiwa kuwadondosha. Kwa hiyo shetani yuko na hiyo agenda ya kuwadondosha watu wakubwa. Kimfano, alifanikiwa kuwadondosha Adamu na Eva.
Adamu na Eva, alifanikiwa kuwadondosha, na kwa anguko lile la Adamu na Eva wakadondoka watu wote. Kwa sababu gani watu wote wamedondoka? Kwa sababu Adamu ni chanzo, Eva ni chanzo. Eva ni mama wa wote wenye mwili, lakini Adamu ni baba wa wote wenye mwili. Kwa hiyo wale wazazi wetu wa kwanza kabisa wao walidondoshwa, kwa sababu wao walikuwa wamebeba hatima za watu wengi, kwa sababu wao ndio waliotumwa na Mungu kwamba waje kuijaza hii dunia. Sasa watu ambao walitumwa na Mungu waje kuijaza hii dunia, angalia wao wakadondoshwa, wakaingia kwenye dhambi fulani. Shetani anajua mimi nikiwaangusha hawa nimeuangusha ulimwengu wote. Na kweli maisha magumu ama vitu vingi ambavyo leo viko vinaendelea ni kwa sababu wazazi wetu wale walianguka. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3, sura 3 naomba nisome kuanzia mstari wa 9. Biblia inasema Bwana Mungu akamuita Adamu akamwambia uko wapi? Akasema nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema ni nani aliyokuambia ya kuwa uuchi? Je, umekula wewe matunda ya mti nilokuagiza usiale? Adamu akasema huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili ulilofanya? Mwanamke akasema nyoka alinidanganya nikala. Bwana Mungu, umeona, nyoka alinidanganya nikala. Unaona shetani hapa amehusika kwenye kuwadondosha. Maana yake alileta maneno yake tofauti na maneno ya Mungu, wakashawishika wakala, na baada ya kula ndio hivyo sasa wakaanza kabisa kutoka kwenye wale mahusiano na Mungu. Mahusiano ya Mungu yakaondoka pale. Sasa mbele ndo wakaanza kuwekewa zile adhabu ambazo Mungu alizitoa. Adamu aliambiwa utakula kwa jasho, ardhi utakayoilima, ardhi zimelaaniwa kwa ajili yako. Kumbe hii ardhi zimelaaniwa kwa sababu mtu mkuu wa Mungu alianguka. Kwa hiyo kama kuna mtu mkuu wa Mungu alianguka, kila kitu kinaanguka. Kwenye familia baba akianguka, watu wote wanaanguka. Mama akianguka, familia yote inaanguka. Ndio maana mimi huaga ninaambia watu, kama kuna kitu ambacho unatakiwa kupambana nacho, pambana sana usianguke. Kwa sababu watu wengi wanajifariji kwenye ule mstari unaosema kwamba eti unaosema mwenye haki wangu ataanguka mara 7 atasimama tena. Lakini kiukweli kabisa kusimama tena kupo, lakini kusimama sio kitu cha kawaida. Kusimama ni mtiti. Ukianguka kurudi tena mpaka usimame tena ni shughuli pevu. Unaona, baba yetu wa kwanza kabisa Adamu aliangushwa. Lakini pia Yesu mwenyewe, shetani alikuwa anamtafuta mtoto mdogo tu, yani katoto kadogo. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 2, kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 13, kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 13, Mathayo sura ya 2 mstari wa 13, Biblia inasema wakati huo sura ya 2 mstari wa 13 hapa Biblia inasema na hao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema ondoka umchukue mtoto na mama yake ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Herode huyu ameingiliwa na shetani, anataka amuue mtoto. Unataka kujiuliza, Herode huyu mtoto kamfanya nini? Mtoto kamfanya nini Herode? Herode alisikia habari kutoka kwa wale mamajusi na akaulizia kwa wazee wakuu wa makuhani, akaulizia kuna nini, akaambiwa kwamba mfalme, ilitabiriwa kwamba mfalme atazaliwa katika Bethlehem. Kwa hiyo mfalme alikuwa anaona kwamba kuna mtu anatishia usalama wa cheo chake ama wa enzi yake. Kwa hiyo mfalme, shetani akamuingia, akawa anataka kumuua mtoto. Kimsingi hataki mtoto, kimsingi anataka auwe kile ambacho mtoto amekuja nacho duniani. That's why hapo unaona Mungu anahusika, anamwambia Yusufu ambaye ni baba mlezi wa Yesu Kristo, anamwambia mchukue mtoto, ondokeni, kimbilieni Misri, ukae huko mpaka nikuambie, kwa maana Herode anamtafuta mtoto ili amwangamize. Ndio ukisoma sura 14 Biblia inasema akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri, akakaa huko hata alipokufa Herode, ili timie lile neno la Bwana kwa ujumbe wa nabii ukisema, kutoka Misri na alimuita mwanangu, kutoka Misri na muita mwanangu. Kwa hapo tunamwona huyo ni kwa hapo tunaona Bwana Yesu ambaye amebeba kitu cha Mungu, amebeba hatima ya ulimwengu wote, amebeba hatima ya ulimwengu wote. Biblia inasema hivi, Biblia inasema katika kitabu cha Luka cha Yohana sura 3 mstari wa 16, tazama jinsi Mungu aliupenda ulimwengu
hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima milele. Yaani mtu aliyebeba hatima za ulimwengu mzima, mtu aliyebeba ukombozi wa ulimwengu mzima anatafutwa. Yaani ni mtu mkuu, yaani amebeba kitu kikubwa cha ulimwengu mzima, anatafutwa, ambaye ni Yesu Kristo. Nataka niendelee mbele, nikupe basi nikupe mifano nikupe mifano ya watu wawili watatu, ya watu wawili watatu. Mtu mwingine tunampata Petro. Petro tunajua kabisa alikuwa ni mtume na alikuwa na Bwana Yesu, na Bwana Yesu alimkabidhi kanisa. Alikabidhiwa kanisa na Bwana Yesu. Ni mtume lakini pia akakabidhiwa kanisa. Tunajua alivyokuwa anamuita pale, alimuita kama mara 3, Simon Beliona, wanipenda, akampa jukumu pale. Kutoka pale tunaona Petro amepewa jukumu la Mungu. Lakini ukija kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura 12 mstari wa 5, Biblia inasema Petro siku moja alikamatwa. Yaani mtu aliyebeba kiongozi mkuu wa kanisa, kiongozi mkuu wa huduma ambaye ameachiwa na Yesu, kuna siku alikamatwa. Yaani kuna siku alikamatwa akatiwa gerezani. Shetani anafuata watu wakubwa, afuata watu vidagadaga hivi. Anajua hivi vidagadaga hivi vinafuata hawa wakubwa. Kwa hiyo nikipiga huyu mkubwa, nimepiga wote, sijamwacha hata mmoja. Kwa hiyo ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12, sura 12 mstari wa 5, Biblia inasema basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Petro akalindwa gerezani, kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Ukiachana na Petro, Biblia inamtaja mtu mwingine, anaitwa Rahabu. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo, Rahabu alikuwa kahaba. Tunajua wote kwamba Rahabu alikuwa kahaba katika mji fulani unaitwa Yeriko. Kafungiwa kule, maisha yake ni ya ukahaba tu, anajiuza huko Yeriko. Lakini Biblia inasema akakombolewa pale kwa sababu aliwakaribisha taifa teule. Aliwakaribisha watu wa Mungu, wale wapelelezi ambao walitumwa kwenda kuipeleleza nchi ile ambayo